John Heche agoma kukubali yaishe juu ya vifo na machafuko yaliyotokea Oktoba 29. Aibuka na kuweza kupinga tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Uhali gani mtazamaji wa Mseto Media, nikupe heri ya mwaka mpya 2026 na nikukaribishe tuendelee kupeana taarifa na update za yote yanayotokea. Asante kwa kuchagua Mseto Media na hakikisha umebofya kitufe kilichoandikwa subscribe. Mimi ni Ray Kavishe. Tunafahamu wazi kuwa baada ya vile vifo na machafuko ya Oktoba 29, 2025, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliunda tume ya kufanya uchunguzi ambayo aliipa jina la Tume ya Uchunguzi wa Uvunjifu wa Amani Oktoba 29. Baada ya tume hiyo kuundwa, baadhi ya Watanzania, viongozi wa upinzani na wanaharakati walitazamia ipingwe, wakisema sio tume huru kwani wameteuliwa watu ambao walikuwa teule wa rais pia huko nyuma, wengine wakihoji uwepo wa aliyekuwa waziri wa ulinzi kipindi vifo vinatokea Stergomena Tax, ambapo kina Heche walisikika wakisema na yeye alipaswa kuhojiwa au kutuhumiwa. Sasa vipi akawa mmoja wa wateule wa tume hiyo? Sasa kufuatia hayo, mawakili wa John Heche na wenzie wamejitokeza na kusema kuwa Heche na wengine walifungua shauri la kupinga tume hiyo mahakamani. Mawakili wanasema wanashangazwa kuona tarehe ya shauri hilo kuanza kusikilizwa kupelekwa mbali wakati walifungua kwa haki ya dharura. Tumsikilize hapa mmoja wa mawakili anayemwakilisha Heche na wenzake kupinga tume ile, kisha uniachie maoni yako hapo chini. Mimi ni Ray Kavishe na hii ni Mseto Media. Mleta maombi, naomba kumwita mleta maombi kwa niaba ya wenzake watatu, kwa maana ya John Heche, Deogratias Mahinyila, kwamba lengo la kuwaita ni kuwapa mrejesho wa hiyo kesi ambayo ina lengo la kupinga uteuzi wa tume maarufu inaitwa Tume ya Uchunguzi wa Uvunjifu wa Amani ya matukio ya tarehe 29 na 30 mwaka 2025. Baada ya matukio ya rais, itakumbuka rais aliunda tume kwa ajili ya kufanya uchunguzi, na waleta maombi walitufuata kama mawakili, tukaweza kufungua shauri mahakamani. Na mashauri ya namna hii yana hatua mbili. Hatua ya kwanza ni kuomba kibali mahakamani. Mahakama ikikupa kibali ndio unapeleka kesi ya msingi. Sasa katika kuomba kibali, utaratibu wa kisheria unakutaka wewe mleta maombi uthibitishe kwamba una hoja za msingi, na vile vile uthibitishe kwamba una maslahi katika hilo jambo ambalo unaenda kulilalamikia. Na kimsingi shauri hiyo lilisikilizwa mbele ya Jaji Mtembwa, na aliona kwamba wajibu waleta maombi, kwa maana Rosemary Mwakitwange na wenzake wawili, walikuwa wana maslahi katika maombi hayo. Vile vile mahakama iliona kwamba wana hoja za msingi, na baadaye mahakama ikawapa ruhusa sasa waweze kufungua kesi ya msingi. Na ruhusa hiyo baada ya kutoka, waliambiwa ndani ya siku 14 wawe wameshafungua hayo maombi ya msingi. Na ni kweli uamuzi kutoka tarehe 18 Disemba 2025, then wakafungua maombi ya msingi sasa kwa hati ya dharura, kwa sababu tume ilipewa miezi mitatu ya kumaliza kazi yake kutoka tarehe 21 mwezi wa 11 kwa mujibu wa tangazo la serikali mwaka 2025. Ukihesabu kwa haraka miezi mitatu inaisha kama sikosei tarehe 27 au 25 hapo, kwa hesabu za haraka Februari. Sasa baada ya kupeleka maombi ya msingi, sasa baada ya kupewa ruhusa, tumepeleka maombi ya msingi mahakamani. Baada ya kupeleka maombi ya msingi mahakamani, kesi ikapangwa kwa Jaji
Mbagwa akaipanga tarehe 10 mwezi wa pili mwaka huu 2026. Tafsiri yake ni kwamba kesi imepangwa mwezi wa pili, siku ya kutajwa, sio kusikilizwa, kutajwa siku 15 au 17 kabla ya tume kumaliza kazi yake. Na wakati huo tunafahamu kwamba mahakama ziko likizo, lakini tangazo la mahakama kwenda likizo linasema mahakama itasikiza kesi za jinai na kesi zenye hati ya dharura, na shauri hili limepelekwa kwa hati ya dharura, na udharura wenyewe ni kwamba tume ina muda mchache wa kumaliza kazi. Sasa ukipanga mwezi wa pili kwa ajili ya kutajwa tu, tafsiri yake ni kwamba kesi itakuja kusikilizwa wakati tume ishamaliza kazi na imeshavunjwa, sababu tume inavunjwa kwa gazeti la serikali na inaundwa kwa gazeti la serikali. Kwa kesi itakuwa inaendelea mahakamani wakati huo tume imeshamaliza kazi yake. Sasa kutakuwa kuna maana gani kwa kesi mahakamani? Sisi kama mawakili, baada ya kuona hiyo tarehe, tukawasiliana na wateja wetu, tuliandika barua kwa jaji kiongozi kwamba tunaomba tupangiwe jaji mwingine, au kama inawezekana tubadilishiwe tarehe, isikilizwe ndani mwezi huu ili haki iweze kutendeka. Kwenda kuna kushinda au kuna kushindwa, hiyo sio issue. Issue ni kwamba shauri limefunguliwa kwa hati ya dharura na udharura umeandikwa kwenye hayo maombi kwamba tume imepewa muda wa miezi 3. Kwa hiyo tunaomba tusikilizwe kwa udharura ili hatima ya jambo hilo liweze kujulikana mapema. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.